Katika harakati za kuendelea kukuza vipaji mbalimbali kwa vijana ili kupata fursa kupitia sekta ya michezo, mashindano ya Samia Cup 2025 yanazidi kupaa baada ya wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu na kati kuunga mkono. Wakizungumza na wanahabari, baadhi ya waandaaji wa mashindano ya elimu ya juu na Samia Cup, Ernest Meneja ambaye ni mratibu wa mashindano hayo na Chacha Johani, wanasema lengo la mashindano haya ni kuweza kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa jitihada na juhudi zake ambazo ameweza kuzionyesha katika kipindi chote cha miaka 4 cha utawala wake. Na sisi tumeamua kutumia njia ya michezo kwa ajili ya kuwafahamisha umma ya kwamba ni kwa jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Rais ameweza kuboresha mazingira ya elimu katika vyuo vyote vya elimu, kwa vyuo vyote vikuu, vyuo vyote vya kati. Lakini sanjari na hilo, tunapenda kushukuru sana uongozi wa serikali wote, ikiwemo uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam. Mashindano haya tumefanya kama ni mtoko wa mkoa wa Dar es Salaam. Njooni tukutane pamoja, tufurahi pamoja. Na kwa bahati nzuri mashindano haya yanafanyika muda ambao sio muda wa kazi. Kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 3 usiku. Mshindi wa kwanza atapokea zawadi ya shilingi milioni 3, kombe pamoja na medali ya dhahabu. Na mshindi wa pili atapata zawadi ya shilingi milioni 2 na medali. Mshindi wa tatu atapata shilingi milioni 1 na medali. Na mshindi wa 4 atapata medali pekee yake. Mashindano hayo yanatarajiwa kuanza rasmi tarehe 14 mwezi huu katika viwanja vya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam, na yanashirikisha vyuo 16 vya elimu ya juu na kati vilivyopo hapa mkoani Dar es Salaam. Katika hatua nyingine, mashindano hayo kwa sasa yanaendelea kufanyika Zanzibar ili kuendelea kukuza vipaji mbalimbali kwa vijana. Hapa mkurugenzi wa taasisi ya Twende na Mama Samia Promotion Mohamed Haji anaelezea ukuaji wa mashindano hayo, huku balozi wa mashindano hayo Karim Mandonga akisema yanaenda Zanzibar kufanyika kwa sababu mashindano ya Samia Cup ambayo yamefanyika Kigamboni, Dar es Salaam, ambayo yalikuwa yanahusisha Dar es Salaam nzima, tumeyamaliza kwa umahiri mkubwa sana. Tumeyamaliza kwa umahiri mkubwa kwa sababu mshindi amepatikana na hakukuwa na changamoto yoyote kuhusiana na timu hizi ambazo zimeshiriki karibuni zote 32, kwa maana kwamba shughuli ile imeisha. Sasa tulisema sisi hatupoi. Tunapomaliza shughuli tunaenda kwenye shughuli nyingine. Shughuli nyingine ni ipi? Ni kuelekea Zanzibar, na tuliahidi kuelekea Zanzibar. Leo hii hapa tukimaliza na press hii na waandishi hawa, moja kwa moja Zanzibar na ndugu yetu Mandonga kwa ajili ya kwenda kuitangaza mazuri ya mama ambao anaendelea kuyafanya kupitia kwa mkurugenzi wa TANAPA. Kila mmoja anaosikia masikio yake kwenye waandishi wa habari, kila mmoja katika vyombo vya habari anaopata ujumbe huu ajue kabisa ile Twende pamoja na Mama sasa tunakwenda Zanzibari. Bwana, Zanzibari huko patakuwa patoshi. Kama nilivyokuambia, kwenye upande wa soka kuna soka moja inaenda kupigwa huko Zanzibari inaitwa Buhuri. Hilo ni soka machachari sana tutafundika Zanzibari. Kwa hiyo Karim Mandonga kama ni balozi wa Twende pamoja na Mama. Bwana, mimi natoa support kubwa kwa waheshimiwa. Mungu awabariki, wazidi kutusupport sisi mabalozi wao, na wao wenyewe waendelee kuwekeza mizizi kila sehemu. Mshindi wa kwanza kwa upande wa Zanzibar atapata fedha taslim shilingi milioni 10, mshindi wa pili milioni 7, mshindi wa tatu milioni 5, na mshindi wa 4 atafikiriwa. Sofia Malaki, Mlimani TV, elimu kwanza.